Hujambo na karibu kwenye mzingo wa habari wa CFM. Tuliokuwa nayo jioni hii ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU imeashiria kuongezeka kwa ufanisi ndani ya TAKUKURU na taasisi za serikali. Wananchi milioni 8.5 kunufaika na huduma ya mawasiliano kupitia mradi wa ujenzi wa minara 758. Na habari za biashara utasikia GST yajivunia ongezeko la makusanyo ya ndani kutoka wastani shilingi bilioni 1.25 kwa mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 2.39 kwa mwaka 2023-2024. Na habari za Afrika utasikia chama cha Machari chatangaza kuvunjika mkataba wa amani. Na kimataifa utasikia Rais wa Brazil amesema anatumaini kesi ya kiongozi wa zamani wa nchi hiyo Jair Bolsonaro itatoa haki. Mimi ni Awadhi Omari Kaniki, karibu. Tunaanza na habari za kitaifa. Moja kwa moja tuanzie Dar es Salaam ambapo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema taarifa ya utendaji wa kazi wa TAKUKURU imeashiria kuongezeka kwa ufanisi ndani ya TAKUKURU na taasisi za serikali. Amesema hayo Ikulu jijini Dar es Salaam wakati akipokea taarifa ya mwaka ya utendaji kazi wa TAKUKURU na ripoti ya CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Miaka 5-6 iliyopita, taarifa ya TAKUKURU ingekuwa ina vitu vingi vya kuulizana mbona, lakini taarifa hii imeonyesha kabisa kwamba TAKUKURU sasa wanafanya kazi, wamepunguza mapungufu yao na wanafanya kazi kuendana na taratibu wanazotakiwa kufanya kazi, na ndio maana wameweza kuona yote haya na kuyafanyia kazi. Akiwasilisha taarifa ya utendaji kazi wa TAKUKURU, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Crispin Chalamila amesema katika kipindi cha mwaka 2023-2024 TAKUKURU imekamilisha uchunguzi wa majalada 728 ya uchunguzi wa rushwa, yakiwepo majalada 17 ya rushwa kubwa inayoanzia shilingi bilioni 1. Hizo ni pamoja na hizi zifuatazo. 1. Mkataba wa upangishaji wa jengo la Ngorongoro Tourism Center shilingi bilioni 7.96 ambapo watuhumiwa walimpangisha mteja chini ya bei iliyoelekezwa katika operation plan na bila kupata ridhaa ya bodi ya wakurugenzi. 2. Vitendo vya rushwa na utakatishaji fedha kiasi cha shilingi bilioni 4.2 kwa watumishi wa kitengo cha agents banking cha benki ya CRDB kutoka kwa mawakala wakuu super agents ili wasiwasitishie mikataba yao ya uwakala. 3. Vitendo vya rushwa na uchapishaji wa